Ikiwa umewahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, tafsiri yake ni kwamba umeenda kukabidhi maisha yako kwenye ufalme wa giza. Tafsiri yake ni kwamba umeenda kukabidhi maisha yako kwenye nguvu, kwenye ufalme kwenye ufalme wa giza. Na ukiwa umepeleka mtoto wako kwa mganga wa kienyeji, maana yake ni kwamba umemkabidhi mtoto wako, umekabidhi uzao wako kwenye ufalme wa giza. Nafikiri kama pengine ulienda kwa mganga wa kienyeji kabla hujabeba mimba, au wakati una mimba ukaenda kwa mganga wa kienyeji ukapeleka mimba yako kwa mganga wa kienyeji. Tafsiri yake ni kwamba ulimkabidhi mtoto wako kuanzia akiwa tumboni, ulimkabidhi kwenye madhabahu za giza. Watu wengi wamekuwa kiteseka kwenye maisha yao na hawaoni mahali popote ambako wameshiriki kwenye maagano na ufalme mwingine, wameenda kwa waganga au kwa wachawi. Mtu anasema sijawahi kwenda kwa mganga, sijawahi kwenda popote, lakini naona ninateseka, nguvu za giza zinanitesa. Inawezekana ukwenda, ama ni mtu alikupeleka, ama ulipoenda na pale ulipoenda tu tayari ulienda mara moja mara mbili, lakini tayari ulijiungamanisha na madhabahu za giza. Na kama ulipeleka fedha zako kwa mganga wa kienyeji, maana yake ni kwamba umeruhusu ufalme wa giza kutawala na kumiliki na kukontrol pesa zako. Kama ulienda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya ndoa yako, maana yake umeruhusu ufalme wa giza, umeruhusu nguvu za giza kukontrol hiyo ndoa yako. Kwa hiyo chochote, kama ulienda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya biashara yako, maana yake umeruhusu ufalme wa giza kuweza kutawala. Umeconnect biashara yako na ufalme wa giza. Ili uweze kufunguliwa, ni lazima uwe na utaratibu wa kuvunja maagano yote na mikataba yote ambayo umeifanya kwenye ulimwengu wa giza. Maagano yote, mikataba yote ambayo uliiweka ama uliifanya kwa kujua ama pasipo kujua, uweze kuvunja na kuharibu kila nguvu za uchawi na kila nguvu za uganga kwenye maisha yako, na hapo utaona Mungu akikuweka huru. Ninakutakia baraka na kibali cha Mungu juu yako. Amen.